Bana mtazamaji wetu, karibu tena katika kipindi chetu na mwalimu Loemamu Brand. Leo bwana, tutaenda kuzungumzia sehemu 10 pesa ilipojificha. Tupo na mwalimu Loemamu. Karibu mwalimu wetu. Asante sana Mr. Dula, kama ulivyotangulia kusema kwamba leo tunakwenda kuongelea sehemu 10 pesa ilipojificha, si ndio? Kumekuwa na common phrase kwamba kila mtu anatafuta pesa. Yaani kwamba kuna kauli inasema kwamba tafuta pesa, tutafute pesa, tutafute hela, si ndio? Sasa mpaka unasikia mtu anakuambia tafuta hela, au mpaka unasikia watu wanasema tutafute pesa, ni kwamba ukisikia mtu anasema utafute hela, utafute pesa, ni kwamba pesa kuna mahali ipo, lakini imefanyaje? Imejificha. Kwa hiyo mpaka watu wanasema tutafute hela, ni kwamba kuna mahali ipo, imejificha, lakini hatufanyaje? Hatuioni. Kwa hiyo sasa, kama hatuioni, ni lazima tutumie nguvu ya ziada kufanyaje? Kuitafuta. Kwa sababu gani? Unaweza leo hii watu wengi wanatazama lakini hawaoni. Yaani wengi tunatazama lakini hatuoni. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia kwamba, nitakupa mfano mdogo. Unaweza ukawa na mwanamke, ukamwangalia yule mwanamke lakini usione mke ndani yake. Yaani unaweza ukamtazama mwanamke, ni mwanamke wako, lakini kila ukimtazama ufanyeje? Hauoni mke ndani yake. Unaweza ukawa una biashara, lakini kila ile biashara ukiitazama hauoni kazi ndani yake, hauoni faida ndani yake, hauoni utajiri ndani yake. Kwa hiyo watu wengi tunatazama lakini ni wachache wanaofanyaje? Wanaoona. Sasa pesa kuna mahali imejificha, ambapo sasa ili uweze kujua imejificha wapi, ni lazima, ili uweze kuipata, ni lazima ujue imefanyaje? Imejificha wapi. Sasa leo tutakwenda kuangalia sehemu 10 ambapo pesa imefanyaje? Imejificha. Kuna mwanamke mmoja aliwahi kusema, simkumbuki jina lake vizuri, aliwahi kusema ni afadhali kutokuwa na macho ya haya, hizi physical eyes. Yani ni aheri kuwa na ndoto kuliko kuwa na physical eyes. Kwa sababu gani? Kuna watu wengi wana macho haya ya kawaida lakini hawana vision, hawana ndoto, hawana maono. Kwa hiyo mwanamke akasema ni afadhali kutokuwa na macho haya ya kawaida lakini ukawa na vision ya kuona mbali, kwa sababu kuwa na macho ya kuona ni jambo moja na kuwa na vision ni jambo jingine. Sasa tukaangalie sehemu 10 ambapo pesa imejificha. Pesa, sehemu ya kwanza, wanasema kwamba money hides in people. Yani kwamba pesa imejificha kwa watu. Duniani kuna watu zaidi ya bilioni 8. Tanzania tuna watu zaidi ya milioni 60. Dar es Salaam tuna watu zaidi ya milioni 6. Kwa hiyo Dula, ukiona wewe hauna pesa, sio kwamba wale watu zaidi bilioni 8 duniani hawana pesa, au sio kwamba hawa watu milioni 60 hawana pesa, au sio kwamba zaidi ya milioni 6 wakazi walioko Dar es Salaam hawana pesa. Ni kwamba ukiona wewe hauna pesa, kwamba umeshindwa kuleta kitu chochote kile chenye thamani ambacho kitawafanya hawa watu wachukue pesa yao wakupe wewe. Nitakupa mfano mdogo tu. Mark Zuckerberg, mmiliki wa Facebook, yule ameleta kitu chenye uthamani ambacho kinafanya watu wote walioko duniani tunampa pesa yeye. Tena kirahisi kabisa. Hapo ndo unaona kwamba pesa imejificha kwa nani? Kwa watu. Kwa Tanzania tuna mzee wetu, mzee Bahresa. Anakusanya pesa za Watanzania wote kupitia kile kitu cha thamani alichokileta, ving'amuzi, si ndio? Akikosa pesa kwenye ving'amuzi, anapata pesa kwenye unga. Akikosa pesa kwenye unga, anapata pesa kwenye ile kwenye juisi. Akikosa pesa kwenye juisi, anapata pesa kwenye mandazi. Kuna bidhaa nyingi sana anazo. Kwa hiyo ukiona wewe hauna pesa, sio kwamba hakuna pesa, ila ni wewe umeshindwa kuleta kitu chenye thamani ambacho kitasababisha watu wachukue pesa yao wakupe wewe. Kwa mfano, juzi alitokea kijana mmoja alikuwa amezulumiwa 10,000, si ndio? Kwenye kazi aliposti, nadhani ni Melody yao. Ndani ya muda fulani tu watu walikuwa wameshamchangia milioni ngapi? Milioni 2. Milioni 2.9 ni ndani ya siku moja. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa unalalamika hakuna hela. Sio kwamba hakuna hela, hela ipo, lakini wewe umeshindwa kuleta kitu ambacho kitasababisha watu wakupe nini? Pesa. Wakupe pesa. Mtu mwingine anaweza kusema watu, mimi sina watu. Pesa, yani mimi sina watu nao wafahamu. Kuna kanuni moja inaitwa 250 principle, inasema kwamba
kila mtu unayemuona Dula leo hii ana watu 250 ambao anaweza akawauzia kitu. Kwa mfano, nitakupa mfano mdogo tu. Dula, wewe una simu? Yeah. Simu yako yani na uhakika una mawasiliano ya watu zaidi ya 200, si ndio? Hawafiki? Ila sawa. Hawafiki. Labda ukiunganisha na social network zingine. Yes, ndo nachokizungumzia mimi. Yeah. Kwa mfano mimi kwenye simu yangu nina contact zaidi ya 800. Nina watu zaidi ya 800. Kwa hiyo kuna watu wana zaidi ya hao watu kwenye simu zao. Kwa hiyo angalia, kwenye hawa watu nilionao kwenye simu yangu mimi, ninaweza nikaleta kitu gani ambacho nikawauzia na wao wakanunua. Kwa sababu gani? Kila mtu ana watu sio chini zaidi ya 250 ambao anaweza akaleta kitu na akafanyaje, akawauzia. Kwa hiyo angalia, mimi kwenye network yangu, watu wangu na wazunguka, naweza nikaleta kitu gani ambacho kinaweza ikasababisha nikachukua pesa kutoka kwao. Na ndo maana mimi huwa niko hivi. Mimi kila baada ya mwaka huwa nafanya update ya majina. Nikiangalia hili jina halijaninufaisha kitu chochote ndani ya mwaka mzima, huwa nafuta. Kwa maana yake mtu asiyekuwa na faida unafuta. Kwa sababu gani? Wewe uko hapa kwa ajili ya kutengeneza pesa, uko kwa ajili ya kutengeneza faida. Hujaja duniani kuzurura Dula, umekuja duniani ili utengeneze nini? Utengeneze pesa. Kwa hiyo ukiona katika wale watu wanaokuzunguka hawakuzalishi kitu chochote, jitahidi ongeza mtu, jitahidi punguza mtu. Na hiyo ni sehemu ya kwanza ambapo tunaona kwamba pesa imejificha kwa watu. Kwa hiyo ukitaka pesa lazima ulete kitu chenye thamani ambacho kitasababisha wale watu wachukue pesa zao wakupe wewe, baada ya kuwa wewe umewapa kile kitu chenye nini? Chenye thamani. Hiyo ni namba moja, kwamba pesa imejificha kwa watu. Nitakupa mfano mdogo wa haraka haraka. Unakumbuka kipindi kile cha Rais Magufuli, hayati Magufuli, kipindi kile kulikuwa kuna kitu inaitwa Fiesta, si ndio? Kipindi kile tulikuwa tunalalamika hali ngumu, hakuna pesa. Lakini hakuna Fiesta hata moja ambayo ilikuwa inakosa kujaza. Mikoa mingine ilikuwa inafanya 10,000, mikoa mingine ilikuwa inafanya 20,000, si ndio? Lakini na watu walikuwa wanajaa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wale wamiliki wa ile ndani ya Fiesta walikuwa wameleta kitu ambacho kinaweza kusababisha kuchukua pesa kutoka kwa watu na wakaleta. Kwa mfano hata leo hii ukiangalia watu wanalalamika pesa hamna, lakini angalia itangazwe mechi ya Simba na Yanga, angalia kwa Mkapa panapojaa. Umeona? Hata kama wakiweka 10,000 watu wanajaa. Ni kwa sababu gani? Pesa zipo kwa watu. Kwa hiyo ili uweze kuzipata lazima ulete kitu ambacho kitasababisha wao wakupe pesa. Watu wengi wamekuwa wakilalamika Mr. Dula kwamba hakuna pesa, sina hela, pesa, si ndio? Lakini sio kwamba ni kweli hawana pesa. Kwa mfano leo hii akija mtu akakushikia bunduki Dula, akakwambia nipe 100,000 sasa hivi, unajua Dula unaitoa? Kwa sababu gani? Kuna G3 ambazo huwezi kugombana nazo. G ya kwanza ni God, your creator, Mungu wako aliyekuumba, huwezi kugombana naye. Lakini G ya pili ni serikali, government, huwezi kugombana na serikali. Lakini G ya tatu ndio hiyo gun, bunduki, huwezi kugombana na bunduki. Dula akija mtu hapa akakushikia bunduki akakwambia nipe hata 300,000, utafanya unavyofanya, utaitoa. Kwa hiyo ukiona hauna pesa ni kwamba umeshindwa kuleta kile kitu ambacho ni cha uthamani kitawalazimisha watu wakupe wewe nini? Wakupe wewe pesa. Sasa kama tulivyokuwa tumezungumza kwamba pesa imejificha katika sehemu 10, sawa. Sehemu ya kwanza tumeona kwamba pesa imejificha kwa watu, lakini sehemu ya pili ni kwamba pesa imejificha kwenye matatizo. Money hides in problem. Wanasema kwamba crisis create opportunity. Ukiona sehemu yoyote ile Dula watu wanalalamika, pale kuna pesa. Kwa mfano, watu wanaweza wakawa wanalalamika hakuna maji, si ndio? Kuna kipindi hapa Dar es Salaam maji huwa yanapotea kabisa. Watu wanalalamika hakuna maji. Sio kwamba watu wote hawana maji. Kwa wale watu wote wanaolalamika hakuna maji, ukienda na wewe ukajiunga ukalalamika hakuna maji, unakuwa new complainer. Kwa sababu wale watu wanakuwa na complain hakuna maji. Ukienda ukajoin, wewe unakuwa new complainer. Lakini watu wakiwa wanalalamika hakuna maji, wewe ukaenda ukachimba kisima, alafu ukaanza kuwauzia maji. Kwa wale watu wote waliokuwa wanalalamika wataacha kulalamika, watageuka kuwa wateja wako. Unakuwa umetengeneza pesa, unakuwa umeleta suluhisho. Kwa sababu gani? Kuona tatizo hakukufanyi kuonekana wewe ni genius.
Hakufanyi kuonekana kukufanya wewe kuwa more intelligence. Kwa sababu gani? Kila mtu leo analalamika hakuna kitu fulani, hakuna kitu fulani. Kwa mfano, anaweza kana tembea mtu labda kifungo kimeachia. Si ndio? Watu wote hata uwe na akili, usiwe na akili, utaona kwamba hiki kifungo kimefaje? Kimeachia, hakuna kifungo. Ile haikufanyi wewe kuwa genius, lakini ukileta suluhisho kwamba kwa kuwa kifungo kimeachia tuongeze kifungo kingine, kile ndo kitafanya yule mtu akulipe, na hili ndo litakufanya wewe kuwa genius. Kwa hiyo sehemu yoyote ile unapoona watu wanalalamika, natakiwa ulete suluhisho ili uweze kupata pesa. Kwa hiyo sehemu yoyote ile wewe unaenda kulipia pesa, ni kwamba kwenye kila tatizo la mtu kuna pesa ya mtu. Yani kwa mfano wewe kila unapoamka asubuhi kuna pesa unaitumia, si ndio? Ukiamka asubuhi utapiga mswaki. Ile dawa ya mswaki, ule mswaki ni pesa ile. Ni mtu katatua tatizo lako, wewe umefanyaje? Umempa pesa. Umetoka pale ulipo, unaenda kazini, si ndio? Utatumia usafiri. Ule usafiri uliotumia ni kwamba mtu ametatua tatizo lako wewe la usafiri, ameleta gari, labda pikipiki au bajaji. Utamlipa yule mtu, si ndio? Ni pesa, umeondoka. Mchana utaenda kula, si ndio? Yule anayeuza chakula ametatua tatizo lako wewe la njaa. Jioni utarudi, utavaa nguo, si ndio? Yule aliyekuzia nguo ametatua tatizo lako wewe la nini? La mavazi. Kwa hiyo ukija kuangalia kila mtu duniani kuna matatizo anayo. Ili uweze kupata pesa yake lazima utatue matatizo ambayo anayo, ndio utapata pesa. Kwa sababu leo hii kuna mijadala mingi sana, watu wanalalamika hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna hiki, lakini wanachoshindwa kuleta ni kuleta lile suluhisho ambalo litakuja kuwafanya watu wawape pesa. Kwa sababu unasema money is the reward after solving a problem, kwamba pesa ni kama malipo baada ya wewe kuwa umetatua tatizo fulani. Kwa maana hata ukiangalia pesa yetu imeandikwa fedha halali kwa malipo ya. Kwa hiyo ili uweze kupata pesa lazima kuwe kuna tatua umefanyaje, kuna tatizo umelitatua. Kwa sasa Dula, nataka nikupe homework. Baada ya kuwa tumeona kwamba pesa imejificha kwenye matatizo, nataka nikupe homework. Tuwape homework na watazamaji kwamba angalia katika mtaa unaokuzunguka kuna tatizo gani unaweza ukaenda ukalitatua na watu wakakupa pesa. Tatizo letu sisi mtaani kuna matatizo. Yani tatizo letu ni kwamba kuna mtu anataka atatue kila tatizo. Huwezi kutatua kila tatizo, wewe sio Mungu. Mungu peke yake ndiye anaweza akatatua kila tatizo. Lakini wewe angalia kuna tatizo gani moja au mawili ambalo naliweza liko ndani ya uwezo wangu, naweza nikafanyaje, nikalitatua ili watu wafanyaje, wanipe pesa. Kwa sababu huwezi kutatua kila tatizo kwa sababu wewe sio Mungu. Kwa hiyo sehemu ya tatu sasa, pesa ilipojificha. Pesa imejificha kwenye kipaji. Ili uweze kupata pesa ni lazima utumie kile kitu ambacho Mungu amekumba. Na uzuri wa Mungu, uzuri wa muumbaji ni kwamba Mungu kila mtu kuna kitu amempa. Yani Mungu hajamuumba mwanadamu bila kumpa kitu ambacho kitamuingizia pesa. Kila mtu kuna kitu amemuumba nacho. Sasa nitakupa mfano. Kwa mfano kipindi kile cha Yesu alipokuwa na mitume wake, kuna kipindi Yesu alitakiwa akalipie kodi. Ilipofikia wakati wa kulipa kodi walikuwa hawana hela, akamwambia Petro kwamba nenda ziwani, utamkuta samaki, kamvue yule samaki, mfungue mdomo, alafu utachukua ile pesa ukalipe kodi. Yesu alimwambia Petro kwa sababu Petro alikuwa ni mvuvi. Kwa hiyo kipaji chako kilipo ndipo pesa ilipo. Ukitaka kuishi kupitia maisha ya mwingine au ukitaka kuishi kuiga maisha ya mwingine, hauwezi ukapata pesa. Yani kwa mfano Dula, mimi wewe nikiona wewe unacheza mpira, alafu mimi sina, unacheza mpira alafu unapata pesa, alafu mimi sina kipawa cha mpira. Nikija kucheza mpira mimi siwezi kupata pesa. Kwa sababu gani? Sipo kipaji changu mimi kilipo. Yesu alimwambia Petro kwa sababu alikuwa anajua, alikuwa anaweka kwamba Petro ni mvuvi. Kwa nini asingemwambia Luka? Kwa sababu Luka alikuwa ni physician, si ndio? Angemwambia kamtibu mgonjwa tupate nini? Tupate hela. Lakini alimwambia, alikuwa anaweza kumwambia kwamba kamtibu mgonjwa tupate pesa. Ilikuwa ni ngumu kumwambia Luka aende akavue samaki kwa sababu sipo kipawa chake kilipo, sipo kipaji chake kilipo. Kwa sababu samaki hatumii nguvu kuogelea kwa sababu ndo kipaji chake kilipo, si ndio? Kipepeo hakitumii nguvu kupaa
Lakini leo hii mchukue na kinyonga, hatumii nguvu kwenye kupanda mti. Mchukue kinyonga, mchukue samaki afu mwambie apande mti kama anaweza. Hawezi. Kwa hiyo unapokuwa kwenye ile purpose, unapokuwa kwenye kile kitu ambacho Mungu amekuumba, hauwezi kustruggle kwenye kupata nini? Kwenye kupata pesa. Kwa hiyo ili uweze kupata pesa, ni lazima uangalie mimi kipaji changu kipo wapi? Kipaji changu ni nini? Kwa sababu watu wengi wana vipaji lakini wanashindwa kujua kama wana vipaji. Kwa ili kipaji kiweze kukulipa, kwanza unatakiwa uweze kudiscover, uweze kutambua kipaji chako, si ndio? Na kwa hapa Tanzania kitabu kizuri cha kuweza kujua kama una kipaji, kuna kitabu amekiandika sasa hivi ni Mheshimiwa Waziri wa Vijana John Anauka, kinaitwa Co-Genius. Ukikipata kile kitabu ni kizuri sana, kinaweza kikakusaidia kujua kwamba mimi nina kipaji gani. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kuweza kugundua kipaji chako. Lakini hatua ya pili ni kukidevelop. Lazima ukiendeleze. Mtumishi wa Mungu John Maxwell ameandika vitabu vingi sana. Moja ya kitabu alichokiandika, aliandika kwamba aliandika kitabu kinaitwa Talent is Never Enough, kwamba kipaji peke yake hakitoshi, lazima ukiendeleze. Kinachomfanya Ronaldo awe Ronaldo leo hii sio tu kuwa na kile kipaji chake cha kucheza mpira, ni kwa sababu ya kukiendeleza, ni kwa sababu ya mazoezi yanayofanya. Sababu kuja kuangalia Ronaldo ana uwanja ndani, yani kwenye makazi yake ana uwanja wake wa mpira mwenyewe, si ndio? Kwa hiyo ukisha kidevelop tayari unakuwa kwenye process za wewe kulipwa. Lakini kitu cha tatu ni kukideploy. Kile kipaji ulichonacho ni lazima ukipeleke kwa watu. Kwa sababu na hapa kwenye kukipeleka kwa watu ni kwamba mtu ana kipaji, amesha kidiscover, amesha kifahamu, amesha kiendeleza, lakini bado hakijajulikana kwa watu. Alafu anataka, ili niweze kuonyesha kipaji changu, kwanza anataka tumlipe kwanza. Hatuwezi kukulipa kutokana na kipaji chako kama hatujakiona bado. Kwa ni lazima kwanza ukitoe for free, si ndio? Lazima kwanza ukitoe bure. Then ukisha kitoa bure, tukaona yes, hiki kitu kina uthamani, ndipo watu sasa wataanza kuja kuwekeza kwenye kipaji chako. Kwa hiyo lazima uwe na consistency. Kwa sababu watu wengi leo hii wana vipaji lakini hawana muendelezo, hawana consistency. Kuna watu wengi Dula wanakufuatilia kwenye unachokifanya. Wananifuatilia mimi kwenye ninachokifanya. Wanatufuatilia kwenye tunachokifanya lakini hawatuambii. Sio kwamba hawafaidiki na wanachokipata, ni kwamba muda wao kutuambia sisi kama wanafaidika hujafika. Lakini siku ukifika watatuambia. So unaona leo hii tunapoongea hapa, kuna watu wanatamani wa host hiki kipindi lakini hawana huo uwezo. Kwa kadiri tunavyokuwa nao, kadiri tunavyoendelea nao, ndio kuna siku na wao watakapokuwa wamefanikiwa watakuja kuinvest kwenye kitu tunachokifanya. Kwa hiyo jambo la msingi kwenye kipawa chochote, kuwa na consistency kwenye kile unachokifanya. Lakini pia usikate tamaa, kwa sababu kuna watu wengi sana wanakufuatilia lakini hawawezi kukuambia kwa muda huu kama wanakufuatilia. Kuna watu wanakusikiliza lakini hawawezi kukuambia kama wanakusikiliza. Kwa hiyo usikate tamaa, kuwa na consistency. Pesa imejificha kwenye kipaji. Tunao wadhamini wetu wa kila siku, kila muda. Hawa ndo wanatuwezesha sisi. Rema, mdhamini wetu ni yule Ash Plus Investment, anapatikana pale njia Panda Segerea. Yes, ukiwa pale, ukifika pale njia Panda Segerea karibu na chuo cha Amazon, utakutana pale na bango kubwa limeandikwa Ash Internet Services. Ukifika pale utapata huduma zote za online application. Kama unataka kuomba passport ya kusafiria, unataka huduma ya visa, unataka kufungua labda jina la biashara, unataka kufanya registration ya jina la biashara, unataka kufungua kampuni, unataka kusajili, huduma zote sijui za LATRA, sijui TRA, BRELA, zote zinazohusiana na online application. Ukifika pale utapata huduma zote zinazohusiana na hizo issue za online application. Lakini nyingine ni pale Gongo la Mboto msikitini. Ukifika pale Gongo la Mboto msikitini utakutana na bango kubwa limeandikwa wauzaji wa simu kwa jumla. Ukifika pale utajipatia simu aina zote kwa bei ya jumla. Ndio maana kuna mwandishi mmoja wa kitabu aliandika kwamba, akasema, your gold is tied to your gift, your profit is tied to your potential, your treasure is tied to your talent. Kwa hiyo dhahabu yako wewe imefungamana na kipaji chako. Mali yako, utajiri wako umefungamana na kipawa chako. Kwa hiyo kama una kipawa, kionyeshe. Kuna watu leo wanaimba
Kuna mtu unaweza kukuta akiwa bafuni ndo anaimba anashindwa kwamba hiki nikikipeleka studio watu wanafanyaje, watakulipa. Kuna mtu leo hii akipika chakula Dula ukala mpaka unajiuliza hiki chakula kakipika nani? Kama mimi. Nikipika chakula. Ndio. Unaona kuna yule jamaa anapika sana, anaitwa nani, analipwa. Anapika sana, nishakumwona hata anaitwa George. Nishakumwona hata mpaka na Eliudi alimuita ampikie George. Yule ni kwamba ameweza kukionyesha kile kitu. Kwa sababu leo hii your hobby is your destiny. Hobby yako wewe, yani leo hii tunachukulia kwamba mimi na hobby ya kitu fulani, mimi na hobby ya kitu fulani. Kuna watu wanazitumia hobby zao zinawalipa. Hobby zao ndo zinakuwa zimebeba hatima yao. Kwa hiyo utakapokuwa unaweza kuimba, kile ni kipaji. Kuna watu wanalipwa kupitia kuimba. Unaweza kucheza, kile ni kipawa Mungu amekupa, unatakiwa ukitumie ili wakutoa kulipe pesa. Unaweza kuongea, public speaking, kama hiki kitu tunachokifanya. Unaweza kuwashauri watu, kuwa consult na watu wakusikiliza. Kwa mfano, nitakupa mfano mdogo. Kuna mtu na hata wewe unaweza kujiuliza, kuna mtu yeye watu wengi wanapenda sana kumwambia matatizo yake. Sio kwamba ana ukaribu nao sana, sio kwamba ana ndugu nao au nini, lakini kuna watu kila akipata tatizo lazima wakuambie. Unajiuliza kwa nini watu wanakuja kuniambia mimi? Ni kwamba wewe kuna kitu unacho ndani yako ambacho anahisi kwamba mimi nikimwambia Mr. Dula akanielekeza kuna faraja nitaipata. Ile ni pesa, lakini wewe hujajua kama ni pesa. Kuna mtu anaweza kusmile. Kutabasamu ni kipaji. Kutabasamu sio kazi rahisi. Ukitaka kufahamu kwamba kutabasamu ni kipaji, nenda hotelini alafu kutane na mhudumu wa hoteli akwambie Mr. Dula karibu, chakula 5,000, 6,000, 7,000 nikuhudumie nini? Utakula? Huwezi kula. Lakini Mr. Dula karibu, umetoka wapi? Si chakula 1,000, chakula 1,000, afu kutane mbaya zaidi kutane na mdada. Yani huo unaitwa ubembelezaji. Kuna watu hatuwezi kubembeleza. Hawawezi kabisa. Mimi siwezi. Umeona? Lakini kusmile unaweza. Hicho ni kipawa ambacho mtu anaweza akakulipa kupitia hicho unachokifanya, kupitia hicho. Kwa angalia wewe una kipawa gani? Sawa? Angalia mimi na kipawa gani ambacho naweza nikakipeleka kwa watu kikanilipa. Na ukitaka kujua kama nilivyokuwa nimesema, tafuta kile kitabu cha Mheshimiwa Nanauka cha Core Genius. Kile kitabu kitakusaidia sana kwenye kipawa, kama nilivyokuwa nimesema kwamba lazima utambue vitu vitatu. Kwanza discover, kitambue kipaji chako. Ukisha kitambua kipaji chako, kiendeleze. Ukisha kiendeleza, kionyeshe kwa watu, alafu ndio watu wataanza kukulipa pesa. Na mpaka hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu, na wanasema kwamba mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Sehemu itakayofuata tutaenda kuelezea, leo tumeelezea sehemu 3 ambapo pesa imejificha. Sehemu ya kwanza, pesa imejificha kwa watu. Sehemu ya pili, pesa imejificha kwenye matatizo. Lakini sehemu ya 3, pesa imejificha kwenye kipaji ulichonacho au kipawa au talanta. Na sehemu itakayofuata au kipindi kitakachofuata tutaenda kuendelea na sehemu ya 4, ya 5, ya 6, na Mungu akipenda tutaendelea na sehemu ya 7. Kwa hiyo mpaka hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Kama una lolote la kuaga watazamaji Dula, unaweza kawaga na tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Watazamaji wetu wa Loemam TV, pende tu kuwaambia kwamba usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Comment yako ni muhimu sana kwetu. Comment maoni ya kipindi hiki. Tunawapenda sana. Tupo hapa kwa ajili ya kuwapa madini na kuwalisha akili mpya na mwanga katika maisha yako.